maalum vyuo vikuu, na tutakwenda kuzungumzia kuhusiana na sera mpya ya elimu na mustakabali wake katika elimu ya juu nchini Tanzania. Na tayari namuona Kuringe Mongi akiwa ameshika maiki yake akiwa tayari kwa ajili ya kuanza safari hii ya mahojiano katika dakika hizi chache kutoka Dodoma. Karibu sana Kuringe Mongi. Studio za Dar es Salaam, tuko hapa Dodoma tukiwaletea matangazo ya moja kwa moja katika kipindi cha Baragumu Live. Mimi ni mtangazaji wako Kuringe Mongi nikiwa na mwenzangu Roda Simba, na leo tumebahatika kuwa na mgeni hapa ambaye ni mbunge wa viti maalum CCM anayewakilisha vyuo vikuu Dr. Tea Ntara. Na mada yetu kwa leo inahusu sera mpya ya elimu na mustakabali wake katika elimu ya juu nchini. Karibu Dokta. Asante sana. Sasa labda tungeangalia kwa mtazamo wako, sera mpya ya elimu inalenga katika kutatua changamoto zipi katika elimu ya juu? Hii sera mpya ya elimu inalenga katika kutatua changamoto zote zinazowapata binadamu au wananchi kwa ujumla. Kwa mfano, inalenga kutatua changamoto ya uchumi, inalenga kutatua changamoto za kisiasa, changamoto za elimu yenyewe na maisha ya kijamii kwa ujumla. Kwa sababu hii sera imelenga katika kuona kwamba sasa tunatoka kwenye mfumo ule wa nadharia, lakini tunakwenda kwenye mfumo wa vitendo zaidi. Sasa tukiwa katika mfumo wa vitendo zaidi, kwa hiyo ni rahisi sana kuona kwamba hiyo sera baadaye itamkwamua kijana au mwananchi ili aweze kujitegemea kule kwa maana halisi ya kujitegemea. Mheshimiwa, hebu tueleze kwa maboresho haya ya hii sera mpya, unadhani yamegusa vile vitu ambavyo vilikuwa havipo katika huko awali katika masuala ya vyuo vikuu? Hivyo labda niseme tu kwamba sera ya zamani au mwanzoni vyuo vikuu walikuwa wanafundishwa, lakini zaidi sana walikuwa wanafundishwa katika kuona kwamba watu wanapata maarifa, tunasema knowledge, lakini bado katika utendaji au katika ujuzi ilikuwa mtu akitoka chuo kikuu ana maarifa, lakini ujuzi mara nyingi anaenda labda kuupata kule anakokwenda akipata ajira. Lakini hii sera sasa hivi inaonyesha kabisa kwamba tunakwenda kwenye umahiri, na huu umahiri kwa Kiingereza tunaita competency based. Huu umahiri utawafanya hata wanafunzi wanapomaliza vyuo vikuu waweze kutenda zaidi kwa kutumia yale maarifa yao, kitu ambacho hakikuwepo. Lakini niseme tu kwamba kila baada ya miaka 2 au 3 vyuo vikuu wana review program zao, wana review. Sasa baada ya kuona kuna hii sera mpya, vyuo vikuu vikaamua navyo kurudi nyuma kureview zile program zao zote na kuona kwamba sasa tunajikita zaidi katika umahiri, tunajikita zaidi katika ujuzi, ili watoto wanapotoka hapo wawe na maarifa lakini wawe na ujuzi ambao utawawezesha katika kutenda katika program zote. Sasa labda Dr. ungetuambia tu kwamba sera hii inazingatia vipaumbele vya kitaifa kama ajira, ubunifu na maendeleo ya sayansi na teknolojia. Wewe kwa mtazamo wako unaizungumziaje hili? Mimi kwa mtazamo wangu naona hii sera mpya itatusaidia sana. Kama mnavyo wengi mnajua, ndugu mtangazaji, tumekuwa tukilalamika kwamba vijana wetu wanapotoka vyuo vikuu wanashindwa kutumia ujuzi. Na wengi wamethubutu kusema hata ukimchukua kijana kwa mfano anayetengeneza gari, ukamchukua wa mtaani, anaweza kufanya vizuri zaidi katika kutenda, katika ujuzi. Kwa hiyo hii sera itasaidia yule kijana anapotoka pale. Kwa mfano, hii sera ya sasa hivi tumeingiza amali. Sasa ina maana kwamba huyu mwanafunzi akimaliza kidato cha 4 tayari atakuwa na ujuzi. Kwa hiyo vyuo vikuu watakuwa wanapokea wanafunzi ambao tayari wana ujuzi, yani tayari wanaweza kutenda. Wametoka kule wamechukua amali ambayo ni ya vitendo zaidi katika kila nyanja. Kwa hiyo ina maana wanapotoka sasa, wale wanafunzi wa vyuo vikuu, wale wahadhiri wanapopokea wale wanafunzi wa vyuo vikuu, wanawapokea tayari wale wanakuwa wana uwezo wa kutenda, wanakuwa na ujuzi. Na hata hivyo, hata kabla ya kwenda vyuo vikuu, wale wakipata nafasi wanaweza wakajiajiri wenyewe, au wakipata nafasi wanaweza
wanafanya kazi katika sehemu mbalimbali, kwa hiyo tayari wanakuwa wana ujuzi. Kwa hiyo ni vizuri kwamba hata waadhiri wetu wanapokea watu ambao tayari sasa wanakuwa competent katika kutenda zaidi. Mheshimiwa, hebu tuambie ni ipi mikakati ya serikali kuhakikisha sera hii inatekelezwa ipasavyo ikiendana na hali halisi ya vyuo vikuu? Mikakati ya serikali kama nilivyosema, mikakati ya serikali kwanza kabisa kuna mafunzo, kuwa na mafunzo na katika vyuo vikuu tayari wakuu wa vyuo na wataalamu kutoka taasisi ya elimu na kutoka kwa wahadhiri wenyewe, maprofesa, wana training wanazifanya kuhakikisha kabisa kwamba sasa hivi hii sera mpya inatekelezwa. Lakini kitu kingine, ili hii sera itekelezwe, kwanza tunahitaji wataalamu. Lakini pia tunahitaji vitendea kazi, lakini tunahitaji hata majengo. Kwa sababu huwezi kutekeleza hii sera kama hamna majengo. Kwa sababu tunahitaji, kwa mfano tunahitaji maabara, tunahitaji workshops. Kwa hiyo mikakati ipo ya kuhakikisha kwanza kunakuwa na majengo, lakini kunakuwa na wataalamu. Na katika majengo ndio maana sasa hivi fedha nyingi sana zimekuja katika vyuo vikuu, tunaita ni HIT, fedha za HIT. Sasa hizo fedha za HIT ni katika kuwafundisha, yani kutoka training kwa vijana au kwa walimu, lakini pia katika majengo. Kuna majengo yamejengwa mengi sana katika vyuo vyote vikuu. Ukienda Dar es Salaam kuna majengo yameongezeka, ukienda DIT kuna majengo tumeenda kutembelea kule kama 4 hivi, ukienda ardhi pale kuna majengo mapya kama 4, ukienda Zanzibar pale kuna Mwalimu Nyerere kuna majengo yanajengwa. Kwa hiyo ili kuboresha hii sera lazima tuwe na kwa Kiingereza lazima tuwe na miundombinu. Lazima tuwe na miundombinu ya kufanikisha hii sera. Kwa sababu tukisema tu kuna sera, tukaiweka kwenye vitabu, lakini hakuna maabara, hakuna workshops, kwa mfano hakuna workshops, hakuna wataalamu wenyewe, na vitendea kazi vyenyewe havijaletwa, tutakuwa tunapoteza muda. Kwa hiyo sasa hivi kwa mfano niseme katika vyuo vikuu, mimi niipongeze sana serikali, imeleta miradi mingi sana mikubwa ambayo itasaidia wanafunzi hao kujifunza kwa kutumia mikono, tunasema hands on activities. Yeah. Labda Dr. hapo umesema tunahitaji wataalamu. Ni wataalamu wa aina gani ambao wanahitajika ili hii sera iweze kutekelezwa kikamilifu? Kwa sababu sisi tunapoanza, unajua ni mwanzo mgumu. Sisi tunapoanza na hii sera, sio kwamba sisi tumeichukua, kuna kuiga. Wataalamu wamekwenda nchi mbalimbali na kuona kwamba jamani, hii sera lazima tubadilishe sasa hivi. Tulitoka kwenye content based twende kwenye competency, twende kwenye umahiri. Kwa hiyo na wao wanaenda kujifunza. Wameenda nchi mbalimbali wamejifunza. Kwa hiyo wale wataalamu wamerudi, na wataalamu wengi waliobobea katika hizi sera mpya wanatoka katika taasisi ya elimu TAI. Lakini sio hao tu. Nyinyi mliona wakati hii sera inazinduliwa na Mheshimiwa Rais, kuna wabobezi, Profesa Maboko kwa mfano, kuna yule profesa anatoka kwenye chuo cha utawala pale. Kwa hiyo kuna timu kubwa kabisa ilikaa chini na kwanza kupeleka watu wakaona wenzetu wanafanya nini, kwa sababu hivi vitu vipo, hakuna kitu kipya, ni kuiga tu wanafanya nini, wameweka program zipi kuanzia huku chini, tuwe na plan ili huyu mtoto akifika chuo kikuu awe vipi. Kwa hiyo hao wataalamu nao wasema, wataalamu wa nje pamoja na wa kwetu wa ndani wapo. Tumejaliwa, tuna maprofesa wengi sana, kuna madaktari wengi sana, wajuzi katika elimu, wajuzi katika kuandika mitaala, tunasema curriculum, wapo. Kwa hiyo wamekaa chini na kuona kwa muda mrefu, walikuwa wanaiangalia hiyo, na baadaye wakaja wakaileta kwa wabunge, wakaleta kwenye kamati, kwanza kwenye kamati ya elimu tukaiangalia, lakini baadaye wakaleta kwa wabunge wote wakawapitisha. Tukaona kwamba na sisi pia tunaweza tukaanza na hiyo sera na ikatusaidia. Lakini mkumbuke kwamba mwanzo ni mgumu, lakini pia kitu chochote kikija unapokianza kinaweza kuwa na changamoto, lakini ndio maendeleo yenyewe.
Yaani wanasema maendeleo yanapokuja lazima ndani kuna changamoto. Ndani kuna vitu ambavyo vitakuwa vijakaa vizuri. Kwa hiyo kila mnavyokwenda mbele ndio mnarekebisha yale ambayo mnaona yana mapungufu. Yeah. Mheshimiwa, hebu tupitishe kidogo awali hali ilikuwaje? Maana hapo umezungumzia masuala ya miundombinu, umezungumzia masuala ya vifaa ambavyo vinawezesha ili kuifikia sera hii. Nyuma hali ilikuwaje? Niseme ukweli, nyuma hali haikuwa nzuri sana. Na ndio maana tunafanya maboresho. Yaani unatambua tatizo. Ukishatambua tatizo, nini kifanyike? Sasa ndio unaona hapa lazima tubadilishe. Lazima tubadilishe. Kwa hiyo nyuma tulikuwa tunakwenda tu, lakini mwanzoni tulianza vizuri kama mnakumbuka. Mwanzoni kabisa kulikuwa na technical schools zilikuwepo. Vyuo vya ufundi vilikuwepo. Na watoto walikuwa wanapenda sana kwenda huko. Kama mnakumbuka kulikuwa na Ifunda, kulikuwa na Mtwara, kulikuwa na Moshi Technical na viongozi wengine tunaowajua. Kwa mfano Profesa Mwandosia wametoka kwenye hizo technical. Kwa hiyo kulikuwa na technical mwanzoni. Lakini tukaja hapo katikati ni kama sijui niliseme tulifanyaje? Tulivipuza alafu watu tukao tunajali tu sekondari, mtu anasema amalize form 4 aende form 5. Lakini zamani ilikuwa mtu anamaliza form 4 anakwenda technical school. Kwa hiyo ni sisi wenyewe tu, yani ni mfumo labda wakati mimi niseme na uongozi na wazazi kuona kwamba mtoto akienda form 5 na form 6 basi anaonekana huyu ni safi. Kwa hiyo ni sisi wenyewe mwanzoni tulilegalega hapa katikati. Tulilegalega zile technical schools zikapoa kidogo. Na nyinyi ni mashahidi kwamba hata watoto wetu wanapojaza zile form zao za mwisho, wengi wanajaza form 5 na form 6. Kwa hiyo ilikuwa ni hivyo. Kwa hiyo tulilegalega, lakini sasa hivi tumeona hapana. Hebu turudishe hizi technical education. Turudishe kwa namna gani? Ndio maana sasa hivi kwa mfano MUST ni chuo ambacho sasa kitatengeneza walimu wa kwenda kwenye technical schools, wa kwenda kwenye VETA zetu. Watatoka wapi? MUST pale Mbeya. Kuna technical education. Lakini pia Mtwara, tumesema Mtwara nao watengeneze walimu. Kwa hiyo unaona kwamba hapa katikati pia hatakuwa na walimu. Hatakuwa na walimu hapa katikati. Na ukumbuke kuwa hata wengine waliokuwa walimu wa technical anaona mimi nabaki kufundisha technical. Ngoja niende labda nikasome degree. Akishatoka degree ya kwanza, degree ya pili, mimi tena sio mtu wa kufanya hizi kazi za unanielewa? Na mimi sasa niwe kwenye ofisi kama ofisa fulani. Kwa hiyo lile kundi la technician lilipotea. Lakini kwa sasa tunaona ni vizuri tukawa na hizo technical college zitengeneze walimu wetu waende wakafundishe kwenye VETA, waende wakafundishe kwenye technical colleges, ili tuje tupate sasa vijana watakaoweza kufanya vitu kwa umahiri zaidi. Lakini pia hata zamani niseme, kwa sababu pia ya idadi ya wanafunzi, hata vifaa vya kufundishia vilipungua. Kwa mfano leo hii nenda pale Kagera, kuna VETA pale, tunasema ni VETA ya mfano. Kwa hiyo umeenda pale unakuta VETA ile imekuwa well equipped, tofauti na nyuma. Kwa hiyo kila tunapokwenda kuna mambo yanabadilika. Sasa hivi tunakwenda kwenye mambo ya kisayansi zaidi. Kwa hiyo unakuta hata maabara zetu zinabadilika. Wewe umesoma zamani, mimi nimesoma zamani. Nakumbuka wakati nasoma kwenye maabara. Kwenye maabara zetu, kwa sababu tulikuwa wachache. Maabara kwenye zile shule, kulikuwa na maabara kwenye hizi boarding school, kulikuwa na maabara zinatosha, lakini boarding schools ndio zilikuwa na maabara. Lakini sasa hivi whether ni boarding school au ni hizi day schools, tunahakikisha kwamba shule zote lazima ziwe na maabara. Na ndio maana sasa hivi unakumbuka miaka miwili iliyopita kulikuwa kama na campaign ya maabara zinajengwa, maabara zimejengwa. Awamu ya 4 maabara na awamu ya 5 kulikuwa na hivyo. Kwa hiyo kila shule inayojengwa, hizi shule zetu tunaziita za kata, kuhakikisha kwamba kila shule sasa iwe na nini? Maabara. Kitu ambacho kilikuwa hakipo. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo, basi mimi naona haya mambo hayakuwepo, lakini kadri tunavyokwenda ndio yanakuwepo. Yanaendelea kuwepo. Labda Dr. tuangalie upande mwingine. Sera imeanza kutekelezwa. Kuna mabadiliko yote kwa wanafunzi wa elimu ya juu kwa sasa? Niseme hii sera tumeanza kuitekeleza, ndio kwanza tumeanza. Lakini mimi naamini kwa sababu ndio kwanza tumeanza,
Na kama nilivyosema, wahadhiri wetu, wataalamu wetu walikaa na wao wakareview zile program zao kuona kwamba hizi sera zetu zibadilike. Mimi naamini, maanake sasa lazima tujipe muda na tufanye research. Uweze kusema tu hizi sera zimeanza, kuna mabadiliko. Lazima tujue zilitoka zilivyoanza miaka miwili hii zilivyoanza, labda tuje sasa tufanye research baada ya miaka 4 tuone wale waliomaliza watakuwaje. Je, hao waliomaliza wangapi wameweza kujiajiri? Wangapi wameajiriwa kwenye maeneo mbalimbali yanayowahitaji au yaliyowaona kwamba wako bora katika kutenda? Kwa hiyo lazima tujipe muda. Huwezi kusema tu sera hii sasa imefanya, wakati bado tunaona, hata sasa hivi unaona kuna wimbi kubwa la watoto ambao bado hawana ajira. Kwa hiyo lazima tujipe muda. Research inataka muda. Unapofanya research juu ya jambo fulani, lazima uwe na muda kwamba hiki kitu kimeanza mwaka huu, ninafanya research yangu baada ya miaka 4. Hao watoto wanamaliza miaka mingapi? Wanamaliza miaka 3 chuo kikuu, au wanamaliza miaka 4. Kuna wanaomaliza miaka 5 kama watu wa engineering, watu wa medicine wanamaliza miaka 5 au 6. Kwa hiyo hapo ndio unaweza ukafanya research ikakupa majibu sahihi kwamba je, sera yetu imetusaidia katika vyuo vikuu? Je, imetusaidia katika level ya kati? Hivyo ndio tunaweza tukapata majibu. Mheshimiwa, hebu tuelezee, kuna changamoto yoyote katika utekelezaji wa sera hii, na kama ipo ni ipi na itatuliwaje? Ndugu mtangazaji, changamoto lazima iwepo. Kama nilivyosema mwanzo kwamba hili jambo ni jipya. Ufundishaji ulikuwepo kama kawaida, ufundishaji upo, tunatekeleza masuala ya elimu, lakini jambo jipya lolote linapoanza lazima kuna changamoto. Changamoto ya uelewa. Kwa mfano sasa hivi uelewa hata kwa wazazi, uelewa kwa jamii, umenielewa, ni changamoto. Lakini pia kama nilivyosema, hata sisi tunao kwenda kutekeleza hii sera lazima kutakuwa na changamoto. Kwa mfano, hii sera ya elimu lazima iende kwa walimu wenyewe wote waielewe. Hii sera lazima iende kwenye shule zote. Na kama hivi ninavyosema, hii sera ni mpya, hatuwezi kwenda kwa shule zote etego hata training. Kwa hiyo unakuta hiyo bado ni changamoto. Kwa mfano sasa hivi tumefikia shule karibu 77 za sekondari ndio zimeanza kupata haya mafunzo mapya. Shule ngapi? 77. Lakini tumekwenda katika primary zimefika karibu shule 77, sorry, shule 77 nafikiri za primary. Alafu kuna shule 41 sekondari, kitu kama hicho. Lakini pia shule za binafsi labda 17. Kwa hiyo utaona kwamba katika hii sera mpya ya elimu hatuwezi kwenda kwenye shule zote tuka implement hii sera. Kwa hiyo tumekwenda kwa awamu. Zikaanza na hii sera mpya. Na kama ulivyosema, changamoto ni nini? Hii sera mpya kwa sababu inataka kabisa wanafunzi wafanye kwa vitendo. Kwa hiyo wale wataalamu wanaopeleka hii sera pale wanaangalia, je, majengo yakoje? Kwa hiyo lazima kuangalia miundombinu ya shule. Je, hii miundombinu inafaa kwa hii sera yetu mpya? Kwa hiyo kuna zile shule ambazo tayari zina miundombinu ya kutosha, miundombinu safi, labda umeme upo, computers zipo, umenielewa, laboratory zipo. Kwa hiyo wana maabara zao safi, wana computer rooms. Kwa hiyo kuna shule ambazo tayari miundombinu imekaa vizuri, ndio sera zinaanza huko. Sijui mnanielewa hapo? Lakini na wataalamu pia, yaani kwamba walimu, kwa mfano unakwenda kwenye shule, tunataka hapa tulete masomo ya computer skills. Je, kuna walimu wa computer hapa kwenye hii shule? Hawapo. Umenielewa? Sasa hapa hatuwezi kwanza hicho kitu. Hatuwezi kwanza. Hapa tunataka tuwafundishe watoto mambo ya umeme. Je, tuna walimu hapa? Hapa walimu wapo. Kuna laboratory ipo, maabara. Basi hapa tutaanza. Kwa hiyo serikali au Wizara ya Elimu iliangalia kabisa kwamba shule ambazo zina miundombinu ndio zitaanza na hiyo sera. Na ndio maana nimesema bado tunakwenda
Kwa mfano safari tumeanza na hizo shule 77, 41, 17. Kwa hiyo tumeanza hivyo. Naona kila mwaka shule zitakuwa zinaongezeka kwa sababu sasa hivi kuna maboresho makubwa sana katika ujenzi wa shule zetu. Okay. Na maboresho haya hasa yanalenga ili practical activities, wawe na sijui niseme hands on activities. Lazima kuwe na maabara, lazima tuwe na workshops. Hatuwezi kwenda hivi hivi, maana tunataka sasa watoto watende katika kila masomo, watoto watende, wafanye kwa vitendo. Sasa kama wanataka kufanya kwa vitendo, lazima kuboresha miundombinu ya shule zetu, lakini pia lazima tuwe na wataalamu. Wanajitahidi sana watu wa taasisi ya elimu kutoa mafunzo kwa walimu, kwa sababu walimu wenyewe lazima na wao wajue. Unajua, unaweza kufundisha kama walimu, kwa mfano walimu wa nyuma huko, wewe mwenyewe umetoka kule kama mwalimu, lakini knowledge, ukiniuliza mimi hapa mambo ya biology nitakueleza, yani nayajua vizuri mno. Lakini je, katika kutenda huyu mtoto nataka awe daktari, anaweza kumpasua kuku akasoma vizuri maeneo yake, je, vifaa vya kupasulia vile vipo? Umenielewa? Lakini sio mtoto anasoma tu anamaliza form 4 anakwenda form 5 form 6 anakwenda eti baadaye kuwa daktari. Hata kule wale maprofesa wa Muhimbili kule wa MUHAS wanaopokea watoto nasema yani huyu hajui hata hizi dissecting kits hazijui. Kwa hiyo ni vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunataka watoto wetu watakapokuwa wanakwenda waende vizuri. Na kama ulivyosema, changamoto hizi zipo, lakini mimi nasema as we go on changamoto zitapungua na shule zote zitafikiwa. Labda Dr. Tea, kwa upande wa utekelezaji wa hii sera kwenye elimu ya juu, umeona umesaidia vipi katika usawa wa kijinsia na kusaidia makundi maalum kama walemavu? Katika makundi tunaposema makundi, mara nyingi sana mimi najua mtangazaji mnabezi kwenye watoto wa kike, lakini niseme tu kwa sasa hivi nyinyi wenzangu mnasikia kabisa watoto wa kike wamepata nafuu sana, au wamepata msaada mkubwa sana. Unakumbuka Mheshimiwa Rais ameanzisha ile Samia Scholarship. Sasa hii Samia Scholarship, licha ya wale wanafunzi wanaokwenda vizuri, wamejaliwa wanakwenda vizuri na watakwenda, lakini Samia Scholarship hiyo imetoa nafasi. Amesema mwanafunzi yoyote atakayekuwa na alama za juu, GPA ya juu, huyo anakwenda anapata full anapata full scholarship au sponsorship ya 100%, tuseme 100% anapata. Sasa ukichukua wale wanaopata wote ambao labda wale ni wa division 1, tuseme ni first class, wale cream, lakini unachukua hao wa second na wa third, kwa namba ya wasichana tayari itakuwa kubwa sana sasa kujiunga na nini na vyuo vikuu. Lakini niseme kwa upande wa wanafunzi wetu wenye ulemavu, nao hawajaachwa nyuma. Sasa hivi nimpongeze sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini nipongeze kwa ujumla serikali na bodi ya mikopo. Kwa mfano sasa hivi tuseme wakati uliopita bodi ya mikopo walikuwa wanatoa hii mikopo yao kwa 100%. Wewe unapata 20, yule anapata 100, huyu anapata 0. Lakini kutokana na kule labda wakati mwingine mimi mwenyewe kulizungumza sana hilo ndani ya bunge kwamba kama tuna kidogo basi tugawane hicho vizuri. Kwa hiyo sasa hivi hata ukiambiwa idadi ya wanafunzi ambao wanakosa mikopo ni wachache sana, tena wengi hawana vigezo. Kwa hiyo watoto wengi wanapata mikopo. Lakini nije kwa wale uliosema wenye matatizo ya ulemavu kwa mfano. Sasa hivi kuna hii TASAF. Kwa hiyo wale watoto ambao hawana uwezo na wakajulikana, kuna kitengo katika kila chuo kikuu, kuna meza ya mikopo, kuna meza inayoshughulika na mikopo
kuna bwana mikopo pale. Sasa yule bwana mikopo wana majina wanafunzi. Hawana uwezo, wanaingizwa kwenye mfuko wa TASAF. Na mfuko wa TASAF ndio unawasaidia wale watoto ambao hawana uwezo. Kwa mfano kama juzi tu nilikuwa naongea na bungeni, nikasema kwamba hao wanaopata fedha kupitia TASAF, process yao iwe fupi ili wawahi masomo, kwa sababu unajua mambo ya fedha hizi za serikali wakati mwingine zikichukua mlolongo sana, wanafunzi wale wanaweza kachelewa kuingia darasani. Kwa hiyo nilisema hilo ombi kwa waziri wa elimu pamoja na bwana mikopo wahakikishe kwamba wale vijana ambao wameingia kwenye mfuko wa TASAF, wale ambao hawana uwezo, wanaotoka kwenye kaya maskini, basi hizo fedha za TASAF ziwasaidie. Kwa hiyo utaona kwamba kuna mikopo ya kawaida, lakini pia kuna mfuko wa TASAF. Unajaribu kuona kwamba makundi yanapata, hata kama sio yote, angalau tunapunguza ile upatikanaji wa fedha kwa ajili ya makundi haya. Mheshimiwa, hebu tuelezee sera hii mpya ya elimu ina athari gani kwa wanafunzi wa vyuo vikuu, hasa hawa ambao tumetoka kuwazungumzia sasa hivi, wanaotoka kwenye familia zisizo na uwezo? Sasa hii sera ni kwa ajili ya wote. Hii sera ya elimu ni kwa ajili ya wote. Na kama tulivyoongea, kama ya wote, whether mtoto anatoka kwenye hali ya maskini au mtoto anatoka kwenye hali anatoka kwenye kaya yenye uwezo. Kama sera inawalenga wote, lazima wote watapata. Wote watapata ile elimu kama inavyotolewa. Haijalishi mtoto huyu ametoka kwenye kaya maskini au ametoka kwenye kaya tajiri. Kama ni mtoto ametoka kwenye kaya maskini, kama tulivyosema, kwa sababu kuna mikopo, atapata mikopo na yeye atakwenda. Kwa sababu hii sera mpya haina kusema kwamba huyu mtoto atapata hiki kwa sababu yeye ni tajiri, kwa hiyo atapata vifaa vya kujifunzia. Hapana. Hii sera inalenga watoto wote. Watoto wote, inalenga watoto wote. Labda tu tuseme huko kwenye vyuo vikuu, wale watoto ambao wana ulemavu, serikali ndio inapasa iwaangalie. Kwa mfano tumesema hivi, serikali iangalie kwa mfano wale watoto wenye matatizo ya miguu, ulemavu wa miguu. Je, majengo yao yapoje? Zile mnazoziita, tunaziita nini? Zile za kutembea, kupandia, cramp, zikoje? Haya, watoto wasiosikia vizuri, je, wanapata vile vifaa tunavita BD, wanavipata? Watoto wasioona, je, serikali sasa tuangalie tunawezeshaje kupata hizi microscope, hizi lenses, si ndio? Kwa hiyo hivi ni vitu na wale wasioona na zile fimbo, labda fimbo, hivi ni vitu vya kawaida. Na nukta nundu. Hiyo ni kuangalia kwamba wanapata. Lakini mpaka hapa tulipofika, hao watoto wasio na uwezo ambao mara nyingi mimi naona ni wale wenye ulemavu, serikali inahakikisha kwamba wanapata vifaa. Na juzi mliwasikia baadhi ya wabunge wakizungumza sana kuhusu jambo hilo, kwamba wale watoto ambao wana ulemavu sio tu wa vyuo vikuu, kuanzia primary. Kwa mfano haya mafuta wanayopaka wale wenye ulemavu wa albino, kuanzia primary wao wanagawiwa kule. Wheelchairs watoto wapewe kuanzia primary mpaka vyuo vikuu. Hizi nini, wale wenye uoni hafifu wapewe hizi lenses. Lakini wale ambao hawaoni kabisa, basi wapewe fimbo na vitu vingine. Kwa hiyo sera hii haina kundi. Yaani sera inatakiwa watoto wote, regardless of their background, wapate elimu inavyostahili. Najua wakati mwingine ni wengi, lakini huwezi kulinganisha. Mimi nafikiri serikali inabidi ijitahidi, kwa sababu hao watoto wote wanaotoka kwenye kaya maskini na watoto wenye ulemavu sio wengi kama watoto wa kawaida. Ni kundi dogo ambalo linaweza likapata facilities zote kutoka kwenye serikali. Sasa Dr. wewe ni mwakilishi wa vyuo vikuu. Tutaka kufahamu unafanyaje kazi na taasisi za elimu ili kuhakikisha elimu ya juu inaimarika au inakuwa bora zaidi?
Kwanza mimi ndugu mtangazaji, ni washukuru sana viongozi wote wa taasisi. Nisema wamenikubali, tunafanya vikazi vizuri sana. Kwa mfano, mimi taasisi ambayo ya kwanza kabisa ambayo ninafanya nayo kazi kwa karibu na inabidi yani tufukuzane hapo, tunafuatana, ni bodi ya mikopo na mkurugenzi wake. Kwa hiyo bodi ya mikopo ndio ya kwanza ambayo mimi naanza kuifuatilia. Kwa mfano niseme tu, kuna kipindi cha nyuma nilikuwa napokea simu nyingi sana. Mheshimiwa, mimi sijapata mkopo. Sasa na mimi nikipata tu ile listi namrushia yeye moja kwa moja. Hebu angalia huyu, hebu angalia ni huyu, hata kama kuna kidogo mpeni huyu. Kwa hiyo bodi ya mikopo nafanya nayo kazi kwa karibu sana. Lakini nyingine ni hawa wa vitabu. Taasisi ya elimu. Nampigia mkurugenzi wake, naye anaitwa Dr. Net. Nampigia, bwana we, kuna sehemu vitabu havijaenda. Vipi usambazaji wa vitabu? Tumepata changamoto, kuna fedha na nini, kama mnavyojua tunakwenda. Fedha ziko wapi? Wanasema ziko TAMISEMI. Tunaenda kwa waziri wa TAMISEMI, hebu toa fedha, vitabu viende. Kwa hiyo hao wote nashirikiana nao vizuri sana. Lakini pia kuna huyo wa NECTA. NECTA. Mitihani. Tunazungumza, bwana, kuna malalamiko, hiyo mitihani yenu mnapima umahiri, iko competence based. Mbona mitihani wanalalamika kwamba mnatunga maswali ya kuchagua? Vipi, ni mengi? Tunaongea maswali ya kuchagua yanapima kabisa umahiri. Sasa kuna namna ya kutunga maswali yale. Kwa hiyo tunaongea. Watu wanafikiri maswali ya kuchagua haya eti hayapimi. Hapana. Unaweza ukatunga maswali hapa ya kuchagua ukampa mtu yote akashindwa. Sasa nataka kusema tu kwamba kuna namna ya utungaji wa yale maswali. Lakini ndani ya hiyo ndio umeona watu wa NECTA badala ya kutunga maswali ya kuchagua tu, sasa hivi kuna maswali hata ya kujieleza. Kuna maswali hata ya kuoanisha. Kwa hiyo lazima kutunga, na utungaji wa maswali ili uwe na mtihani wako umeutunga vizuri na wenye thamani, yani wanaita valid, lazima uwe na mchanganyiko wa aina ya maswali. Safi kabisa. Lazima uwe na mchanganyiko wa aina ya maswali. Sio unatunga maswali ya aina moja tu. Watu wanafikiri kwamba ukimtungia mtoto maswali ya essay ya kujieleza ndio umemtungia mtihani. Hapana. Mtihani bora ni ule wenye mchanganyiko wa aina ya maswali. Na ndio maana tunasisitiza sasa tuwe na mchanganyiko wa aina ya maswali pamoja na maswali ya kutenda. Na practical. Yawepo. Lakini pale katika maswali yale ya kujieleza, unaweza ukalifanya swali likamfanya mtoto akarejea alichokifanya ndani ya darasa, practical, akakijibia pale. Kwa hiyo akishafanya practical anaweza akajibia pale. Kwa hiyo mitihani hiyo tunaongea na yeye pia, Dr. yule wa pale NECTA yuko vizuri, na nafikiri mabadiliko yamefanyika sana katika utungaji wa mitihani. Lakini kuna taasisi nyingine, TCU hawa selection ya wanafunzi nayo inakuja wakati ule wa kuchagua. Mtoto anasema, mbona mimi nimepangiwa sijui nimepangiwa vyuo 3 4, lakini wao wanajua haya umepangiwa chuo gani unakwenda. Kwa hiyo mwanafunzi mwenyewe sasa hivi anaamua. Kuna watu wanapangiwa vyuo 3. Kwa hiyo yeye anaamua anakwenda chuo kimoja, kile anachokwenda ndio kule atapelekewa nini, mkopo. Lakini pia katika TCU nao kuna matatizo wakati mwingine yanatokea, tunaongea. Kwa mfano, nasema jamani, ili chuo kiwe chuo kikuu kinatakiwa kiwe na sifa zipi? Lazima tuangalie. Lakini pia na TCU tumewaambia, jamani, sasa hivi unakuta mtu akianzisha tu chuo, unafundisha program gani? Elimu. Program gani? Elimu. Yaani chuo, ili vyuo vyetu vionekane vyuo kweli viko makini, vyuo vyetu viwe na specialization. Yaani sio wewe kwa sababu tu umeanzisha chuo, hasa chuo vyuo binafsi kwa mfano. Umeanzisha tu chuo, basi unaweka maprogram, unaweka tu maprogram mengi. Chuo kiendeane na hali halisi ya uhitaji. Tuangalie sasa hivi, twende na wakati. Sasa hivi tunahitaji nini? Lazima tuanzishe chuo kinachofundisha mambo ya AI, sijui mnasema. Tuwe na chuo cha namna hiyo. Sasa hivi tunakwenda nini? Tunakwenda kwenye mambo ya satellite. Hebu tuwe na chuo mahiri kwa ajili ya jambo hilo tu. Kwa mfano leo ukiulizwa
engineering nakwenda chuo gani? Mtu aseme engineering utakwenda chuo gani? Haya, unataka ualimu unaenda chuo gani? Amna, unasema lakini ualimu utaenda Mkwawa, ualimu utaenda hapo UD, ualimu utaenda Chang'ombe, ualimu utaenda kila mahali, ualimu. Kwa hiyo unaona? Haya, unataka mambo ya umeme, unaenda chuo gani? Sijui sasa, hata mimi sielewi tunaenda DIT, tunaenda wapi. Lakini nafikiri huko tunakokwenda sasa tuone kwamba tunakuwa na specialization. Yaani mtu anasema naenda Nelson Mandela nitasoma mambo haya. Naenda SUA nitasoma kilimo. Unaona? Lakini na wao wameingiza elimu. Ndio nataka niseme, sijui labda wameingiza walimu wa kufundisha kilimo. I don't know. Lakini ndio nasitaka kusema. Lakini mwanzoni tulikuwa tunajua mtu akisema kilimo tu ina click wapi? SUA. Mtu akisema ujenzi ina click MUST Mbeya, ujenzi. Mtu akisema engineering magari ina click wapi? UD. Na vyo vingine. Mtu akisema mambo ya ushirika, nataka kusoma mambo ya ushirika, mambo ya wakulima. Mimi nipambane na Bashe kwenye mambo haya ya kilimo. Anaenda wapi? Moshi. Umeona inavyokaa vizuri. Hivi ndio tunafikiria. Na mimi ningetoa ushauri kama mwalimu mbobezi kwamba huko tunakokwenda sasa tubadilike. Na nafikiri sera hizi tulizo nazo sasa zitatupa hata mwongozo kule. Yaani baadaye tubadilike tu. Tuwe na vyuo vina specialize na watoto wetu wakimaliza, kwa mfano mtoto akimaliza form 4, akimaliza form 6, anakwenda kwenye professional college, anakwenda tu kwenye chuo cha kutenda. Tutapunguza hivi vitu vya maarifa ndio tumeyapata, lakini tutapunguza. Kama wenzetu nchi zilizoendelea nyingine, mtoto akimaliza form 4 anaenda kwenye chuo cha kutenda, chuo cha kufanya jambo, professional college wanaziita. Whether anapata diploma, wanapata, lakini anakwenda kwenye chuo badala ya kwenda form 5, form 6 anakwenda huko. Yaani amaliza form 4 yake, na hii tulioianza hii ndio nzuri zaidi. Yaani mtoto amemaliza pale amali, amemaliza, si tunajua kama hawa waliomaliza amali sasa kumbe wanaweza kwenda moja kwa moja kwenye chuo ambacho sasa ni cha kutenda tu. Kama ni magari, kutengeneza magari. Kama ni ujenzi, kazi yao ni kujenga kabisa. Tukifanya hivyo nafikiri tutakuwa tumeisaidia. Na hapo ina maana kwamba hao watoto wakimaliza, wamemaliza amali, si tumewafundisha sasa skills, tumewafundisha utendaji. Hao watoto wakimaliza hapo tayari watapewa mkopo, wanaenda kujiajiri. Tutakuwa tumepunguza swala zima la ajira. Yaani wakimaliza tu form 4, whether ataenda form 4, sijui ataenda form 5, form 6, huyu tayari anakwenda kufanya kazi. Anaenda kutengeneza kitu, anaenda kufanya kitu katika nyanja mbalimbali. Manake kama ukisoma zile program za amali, hizi sera mpya ni nyingi mno. Atakaye kwenda kufanya kazi za ushonaji, kwenye mambo ya upishi. Kwa hiyo pale tayari yule anapewa tu mkopo, anaenda kufanya kazi. Yaani tunatengeneza sasa wafanyakazi. Tutakuwa tumeondoa hili umbwe la ajira katika nchi yetu. Mheshimiwa, na muda wetu naona umekwenda. Hebu tuelezee mapokeo ya wanafunzi na wazazi katika sera hii yapoje? Kama nafikiri ile nimelijibu wakati nasema ili kupima mapokeo tunatakiwa tupate muda kupima kabisa, manake tumeanza na mapokeo hayo yataonekana mtoto huyo akimaliza form, akiwa amemaliza form 3 na form 4, ndio tutaona mapokeo. Mzazi atasema hii sera ni nzuri. Kwa hiyo mapokeo bado lazima tuwe wa kweli. Huwezi kujaji leo ukasema eti mapokeo wazazi wamependa sana. Sasa hivi tunaendelea huku, tunaendelea kuwaelimisha wazazi.
wazazi waendelee kuona mtoto wao, hizi shule ambazo zimeanza, mtoto ameanza form 1, form 2, form 3, form 4, wataona wao ndio watatuambia. Sasa lazima watu wataongea tu, kitu kikiwa kizuri utakisikia. Kwa hiyo mapokeo lazima tuwe na muda wa kuona mapokeo. Sasa hivi kazi ya kufanya ni kuwaelewe. Wizara ya Elimu pamoja na taasisi zake ni juhudi za kuwaelimisha wazazi na jamii kwa ujumla, wajue kwamba jamani, sasa tumetoka huku tunakwenda hivi. Ndio walivyofanya wenzetu Singapore, ndio wanavyofanya wenzetu Korea, ndio walivyofanya wenzetu Japan, walivyofanya wenzetu China. Mtoto mdogo anajua kutengeneza vitu, amemaliza tu darasa lake la 5 la 6, yuko kwenye mikono zaidi kufanya kitu. Ndio maana unakuta wakimaliza tu wale watoto kameanza kampuni yake. Sasa Dokta, kwa maoni yako, unaona mustakabali wa elimu ya juu ukoje katika utekelezaji hii sera itakavyotekelezwa kikamilifu? Wewe maoni yako ni yapi? Mimi naamini kabisa hii sera tukitekeleza kikamilifu, kwanza hata viongozi wa vyuo, yani sisi wahadhiri tuliokuwa tunafundisha, kwanza tutakuwa tunapokea wanafunzi ambao tayari wako vizuri. Na kwa namna hiyo basi hatutakuwa na wanafunzi vilaza, hatutakuwa na wale ambao wanafikiria hivi nikitoka hapa nafanya nini, kwa sababu tayari wale watoto watakuwa na kitu. Kwa hiyo kule kwenda chuo kikuu ni kuendeleza tu ule ujuzi wao, kwa sababu tunapokea wanafunzi sasa wenye ujuzi katika kila nyanja, biashara tayari, sijui afya tayari watakuwa wazuri. Katika maeneo hayo yote, katika nini tena, mambo haya ya AI, katika mambo ya satellite, katika mambo ya IT, yani wale watakuwa tayari ni wazuri. Nasema hivyo kwa sababu na mfano mmoja wa kijana mmoja ambaye yeye alikuwa anasoma tu IT huko kwenye lower level. Alivyokwenda hapa UDOM akaingia akaendelea huko kwenye mambo ya cyber security ya. Yule mtoto anafanya vitu vya ajabu, ameapply kote aliko apply wakamuita. Mpaka akawa ananiuliza, sasa mimi naenda wapi? Nikamwambia sasa na wewe uangalia maslahi. Unaangalia au anakulipa nini unaenda. Kwa hiyo unakuta tayari yule mtoto ametoka pale yuko vizuri, lakini yuko vizuri kwa nini? Kwa sababu toka alipokuwa kwenye lower level alikuwa anafanya kwa vitendo. Kwa hiyo mimi naamini, mtazamo wangu ni kwamba vyuo vikuu watapokea wanafunzi wazuri. Na wao watatuambia, hebu tuwape muda. Miaka mitatu. Tuchukue miaka mitatu, sio? Tuchukue miaka 3 au 4 tuone watatuambia nini. Wakipokea wanafunzi kutoka sekondari, lazima watatuambia kwamba hao wanafunzi sasa hivi ni wazuri. Hao wanafunzi sasa hivi hapana jamani, bado. Wao ndio watatuambia. Lakini mimi naamini tutapata wanafunzi wazuri. Mheshimiwa, hebu tuelezee, kutakuwa kuna ongezeko la budget katika kutekeleza sera hii? Obvious. Lazima budget iongezeke. Sijajua mimi, lakini najua waziri wa elimu atatuambia. Manake budget ya elimu bado haijasomwa, nafikiri ni Jumatano au Alhamisi. Lakini kwa jambo hili lazima budget iongezeke. Na nafurahi kusema toka kipindi cha nyuma budget inaongezeka, lakini budget ya elimu niseme tu kwa ukweli kwamba hata ikiongezeka fedha nyingi sana zinatumika zaidi kwa ajili ya mikopo ya wanafunzi. Na hilo ni changamoto kwetu, na hivyo inabidi serikali iangalie hawa watu wa bodi ya mikopo wange namna gani wanaweza wakapata fedha badala ya kutegemea fedha kutoka serikali kuu. Labda kwa kumalizia, maana kipindi chetu ndo una maoni gani kuhusiana na ujio wa sera hii katika sekta ambayo wewe unaisimamia ya elimu ya juu? Mimi maoni yangu ni kwamba mimi nimefurahi kwamba serikali ikikaa, yani tusikae na kitu kile. Yani kwanza nipongeze sana waliofikiria hilo. Na nipongeze sana hata wazazi na wananchi kwa ujumla kwa kupiga kelele. Ile imesaidia kwamba jamani, elimu yetu haisaidii, watoto wetu wanatoka hawezi kufanya chochote, elimu haisaidii, wanakwenda hata shambani hawezi kufanya chochote. Mimi nimeshukuru sana kelele za watu wanaona. Na hiyo ni uelewa kwamba jamii kumbe kweli ina akili. Ndio maana wakaona hilo, na
nishukuru kwamba serikali imesikia, wataalamu wamesikia, wamereview, lakini sana sana kama mnakumbuka Mheshimiwa Rais alitoa tamko. Akasema, "Hebu rudini mkafanya review ya program hii, mkafanya review katika mitaala ya elimu. Muone namna gani mtaingiza umahiri ambayo inaitwa amali katika elimu yetu, tubadilike." Kwa hiyo kwa kusikia kelele za wananchi, Mheshimiwa Rais akalisikia hilo, wananchi na viongozi wa serikali wakasikia, wakasema no, hebu tukae chini tubadilishe hii. Kwa hiyo mimi nimefurahi sana kwamba jambo likipigiwa kelele na wananchi tutekeleze, ndio maisha. Mheshimiwa, sisi tunakushukuru sana, muda wetu umekwisha. Asante kwa muda wako. Mtazamaji wa Channel 10, mpaka kufikia hapa sisi tunakuwa hatuna la ziada. Na leo tumepata wasaa kuzungumza na Mheshimiwa Dr. Tea Ntara ambaye ni mbunge wa viti maalum kupitia SIM, ambaye anawakilisha vyuo vikuu. Tumezungumza naye mambo kadha wa kadha kuhusiana na sera mpya ya elimu. Mimi ni Roda Simba, nilikuwa na mwenzangu Kuringe Mongi, na sasa moja kwa moja sisi tutakuwa tumemaliza na tunapisha marudio ya taarifa ya habari ya asubuhi njema.